Kwa mujibu wa taarifa za hivi karibuni, Marekani imeanzisha tena mashambulizi dhidi ya malengo ya kijeshi ndani ya Iran baada ya hali ya usalama katika mlango Hormuz kuzorota. Jeshi la Marekani limesema mashambulizi hayo yalilenga mifumo ya ulinzi wa anga, vituo vya makombora na maeneo ya ndege zisizo na rubani, pamoja na miundombinu ya kijeshi ambayo Washington inadai ilitumika kuhatarisha usafiri wa kimataifa baharini. Mashambulizi hayo yamekuja baada ya Iran kushutumiwa kwa kushambulia meli za kibiashara na kuongeza vitisho katika mlango Hormuz, njia muhimu inayopitisha sehemu kubwa ya mafuta yanayosafirishwa duniani. Marekani imesema hatua zake zinalenga kuhakikisha uhuru wa usafiri wa bahari na kulinda maslahi ya washiriki wake katika eneo hilo. Kwa upande wake, Iran imejibu kwa kurusha makombora na ndege zisizo na rubani kuelekea vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyopo katika nchi za Ghuba zikiwemo Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman na Jordan. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Iran IRGC limedai mashambulizi hayo ni jibu la moja kwa moja kwa operesheni za Marekani na limeonya kuwa linaweza kuendeleza kuchukua hatua zaidi endapo mashambulizi yataendelea. Kuongezeka kwa mapigano hayo kumeibua hofu ya kurejea kwa vita kamili kati ya Marekani na Iran licha ya kuwepo kwa juhudi za diplomasia zinazokuwa zimeanza awali. Viongozi wa kimataifa pamoja na mataifa ya Umoja wa Mataifa vimeendelea kutoa wito wa pande zote kujizuia ili kuzuia mzozo huo usisambae zaidi katika Mashariki ya Kati. Wakati huo huo, athari za kiuchumi zimeanza kuonekana katika masoko ya dunia. Bei ya mafuta imepanda kutokana na wasiwasi kuhusu usalama wa usafirishaji wa mafuta kupitia mlango Hormuz, huku baadhi ya masoko ya hisa yakishuka kutokana na hofu ya kuongezeka kwa mzozo huo.